Hii ni Uhondo TV, nayo taarifa kutokea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma. Jeshi la polisi linapenda kutoa ufafanuzi juu ya mambo mawili yanayosambaa kupitia vyombo vya habari. Jambo la kwanza ni kuhusiana na majina ya watu 7 ambao inapotoshwa walikamatwa katika mazingira ya kutatanisha na kwamba ni ukandamizaji. Ni kwamba miongoni mwa watu 6 waliotajwa katika taarifa hiyo walikamatwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria kutokana na ushahidi uliokuwa umekusanywa kabla ya kukamatwa kuhusiana na tuhuma mbalimbali za kihalifu, ikiwepo za matumizi mabaya ya kimtandao kwa kufanya uchochezi, kuhamasisha maandamano ambayo ni kinyume cha sheria na uvunjifu mwingine wa sheria za nchi. Wakati wa ukamataji, watu walishuhudia na baadhi ya viongozi wao walifika katika ofisi za makamanda wa polisi mkoa na vituo vya polisi kuwaulizia, ikiwa ni sambamba na kupigiwa simu, na walijulishwa walikamatwa watu 6 na kushikiliwa na walielezwa tuhuma zao. Watuhumiwa hao ambao walijulishwa kushikiliwa ni pamoja na Chifu Andrews Kalumuna, Paul Shijason Musisi, Daniel Damiani Lwebugisa, Albert Aloisi Kikulega, Ramadhani Fadhiri, Badhiri Waziri. Taarifa ya pili ambayo waandishi wa habari wamekuwa wakitaka ufafanuzi ni kuhusiana na taarifa ya ndugu Godbless Lema aliyoandika na kusambaza kupitia mitandao ya kijamii kuwa usalama wa maisha yake upo hatarini. Ufafanuzi ni kwamba jeshi la polisi linaendelea kufuatilia kwa karibu na tunamsisitiza afike katika kituo cha polisi ili awasilishe taarifa yake hiyo rasmi kwa hatua zingine, kwani ndio utaratibu wa kisheria. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito na kusisitiza kwa baadhi ya viongozi na wananchi waendelee kuzingatia taratibu za kisheria wa kuwasilisha taarifa sahihi kwa jamii na mamlaka za haki jinai ili kuepusha upotoshaji na taharuki zisizo za lazima. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania.